ili watoe huduma bora ambazo zinakidhi mahitaji ya wananchi. Tuwapokee, kuwasikiliza na kuwahudumia wananchi kwa weledi, hekima na busara. Lakini la pili, imarisheni mifumo ya kitaasisi na uwezo wa viongozi na watendaji wa mamlaka za serikali za mitaa kushughulikia kero na malalamiko ya wananchi kwa wakati. Hawa wananchi, ndugu zangu, ndo waajiri wetu. Ndo waajiri wetu. Leo hii wakisema hamjatufanyia mema, ondokeni, sitaondoka peke yangu, tutaondoka wengi hapa humu ndani ya ukumbi. Sasa ili tubaki, twendeni tukawafanyieni kazi. Tukawafanyieni kazi, waridhike, waendelee kutuweka. Sawa ndugu zangu? Migogoro ya ardhi ndiyo donda sugu kwenye maeneo yetu. Na mingine tunaisababisha sisi viongozi. Sasa nendeni kasimamieni. Rekebisheni, toeni suluhisho katika migogoro ya ardhi. Migogoro hii inaua watu, migogoro inaleta uhasama, migogoro ina madhara mengi sana. Sasa kwanza, viongozi tusijiingize kwenye migogoro ya ardhi, lakini pili, tukasimame kwenye haki. Mwenye haki apate, aso haki ambiwe huna haki. Kwa hiyo ndugu zangu, hilo ni ombi lenu la pili, na nayaomba haya na Mungu ananisikia kwamba nawaelekeza. Sasa anayekwenda kukiuka yeye na Mungu, sio yeye na mimi. Mimi la mwisho ni mkeka. Adhabu ya Mungu anaijua yeye, mimi sijui. La tatu, hakikisheni kwa mipango mbalimbali inayoandaliwa inaendana kama nilivyosema na dira yetu ya maendeleo. La nne, ongezeni juhudi katika kubuni vyanzo vipya, nasisitiza tu, na kuimarisha makusanyo mapato katika vyanzo vilivyopo ili kuboresha huduma kwa wananchi. Kuweni na utaratibu mzuri wa ukusanyaji wa mapato ili kuepusha mivutano